Oh, Father in heaven, in the name of Jesus this morning we thank you again. Thank you Lord. Asante kwa wakati huu Bwana. Tuko mbele zako tena Bwana katika alfajiri ya leo tukikushukuru sana kwa sababu ya vile ambavyo neema yako imeendelea kuwa kubwa juu yetu Bwana. Umeendelea kutulinda, umeendelea kututunza mikononi mwako Bwana. Tumeendelea kuwa salama hata wakati huu katika jina la Yesu. Baba, tunasema asante sana kwa sababu ni neema yako tu, ni mkono wako mwenyewe umefanya mambo haya Bwana. Asante kwa sababu ya kila kitu. In the name of Jesus, Father, we praise your holy name this morning. Tunakuinua kwa sababu hakuna kama wewe Bwana. Tunaomba neema yako tena Mungu mtakatifu kaendelee kwa juu yetu Bwana. Ukaendelee kuzungumza nasi tena Bwana katika asubuhi ya leo kwa namna nyingine Bwana Yesu, na kwa viwango vingine, kwa sababu wakati wote na muda wote Bwana tunakuhitaji wewe na wala si mwingine, kwa sababu wewe peke yako ndiye ambaye Bwana ukituongoza, ukizungumza nasi Bwana kuna kuwa na uhalisia katika jina la Yesu. Baba, lihimidiwe jina lako takatifu Mfalme. Ninasema asante Bwana kwa vile ambavyo Mungu mtakatifu Bwana wangu umekuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante kwa neema yako. Amen. Hallelujah. Karibu tena mtumishi wa Bwana. Mungu akubariki sana. Acha tupate kuendelea tena pale mahala wako tuliishia juzi, na kumbuka tunaziangalia kanuni au vitu ambavyo Yesu alitaka viwe vipaumbele vya kutufikisha ama kuwa kile ambacho yeye anataka. Na usisahau tuko kwenye kipengele cha tatu, au tuko kwenye kanuni ya tatu ambayo Yesu anasema ufalme wako uje. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Na tumeeleza pale kwamba ufalme manake ni utawala. So Yesu kwa sababu alikuja kumrudisha mwanadamu katika uhalisia wake, alikuja kumrudisha mwanadamu kwenye vile ambavyo aliumbwa. So ndio maana akaweka ikipengele kwamba katika maombi yenu hakisheni kwamba mnaomba kwamba Mungu awatawale, yani tutawaliwe na Mungu mwenyewe. Ule uongozi wa kimungu, ule uongozi wa Roho Mtakatifu ndani yetu uwe na nguvu. Yeye ndiye awe anatuongoza, yeye ndiye awe msemaji wa mwisho. Narudia tena kwa kusisitiza kwamba kama yeye hatakuwa kiongozi wa maisha yetu, kama hatakuwa mtawala wa maisha yetu, ni kusema ile kazi aliyofanya msalabani kwa ajili yetu, ule wokovu aliyotufanyia, na kama kusema hauna maana. Do you know why? Just because yeye ametuleta kwenye himaya yake, na kama yeye kweli ni Bwana, kama kweli yeye ni Bwana, lazima awe mratibu, msemaji, anayepanga na mtendaji mkuu ambaye pia ndiye mmiliki wa kila kitu katika maisha yetu. Kama haiko hivyo, ni kusema bado hajakuwa Bwana, na kama hajakuwa Bwana ni kusema ni kama hatuna nafasi kwenye ufalme wake. Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaposema ufalme wako uje, ufalme ambao tunaozungumzia ni ufalme wa mbinguni, ule ambao Yesu tulianza kuangalia akisema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Nini nataka kusisitiza katika hili? Nataka kusisitiza hivi kwamba kama ni ufalme wa Mungu na ufalme wake manake ni ule utawala, kama tunatubu ili tuwe katika ufalme wa Mungu, ni kusema hivi kwamba ni kusema kwamba tunapotubu, tumekuja kwake, manake utawala wetu wote. Narudia na naomba uelewe hivyo. Nasisitiza kwamba manake ni kwamba utawala wetu wote, ule utawala wa kiutashi, ule utawala wa kawaida wa kibinadamu, wa kwetu wenyewe kujiongoza wenyewe, unakomea hapo siku tulipotubu. Narudia tena, kama tunajua kwamba anasema mwenyewe kwamba tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, ni kusema nini? Tunapotubu, tunapomwamini, tunapokuja kwake, utawala, uongozi wetu wenyewe, maisha yetu ule binafsi unakomea hapo. Ule uongozi wa kiutashi unakomea hapo. And from there, after our repentance, after our confession before him, ni kwamba tayari moja kwa moja tumeachana na uongozi wetu binafsi, tumeingia chini ya uongozi ama utawala wake. Asifiwe Mwokozi Yesu. Kwa sababu kama sisi ni watu, if we are the people of his kingdom,
This is to say we are living under his instructions. Ni kusema tutaishi chini ya maelekezo yake. Kama haiko hivyo ni kwamba bado hatujao watu wa ufalme, na kama hatujao watu wa ufalme ni kusema hatuna mbingu. Acha niseme tena. Nasema hivi mpendwa, na uelewe kwamba ameanza Yesu mwenyewe kwa kusema tubuni, kwa maana ufalme mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Na ni kusema hivi, naomba uelewe, nirudie tena kwa mara nyingine kwamba tunapokuwa tumetubu na kumwamini yeye rasmi, tumeachana na uongozi na utawala wetu. Ndio maana tunasema na kupokea wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. This is to say, kila kitu, mamlaka na kila chochote kile cha uongozi wa maisha yangu nimekihandle mikononi mwako Bwana. Nimekukabidhi wewe, mimi sihusiki tena. Wewe ndio utakuwa msemaji, wewe ndio utakuwa kila kitu kwenye maisha yangu. Wewe ndio utakuwa kila kitu. Sasa kama hana nafasi ya kutuongoza, ni kusema hatuko chini ya ufalme wake. Na kama hatuko chini ya ufalme wake, ni kusema hatuna mbingu. Kwa sababu gani? Wanaoingia ni wale walio chini ya ufalme wake, maana amesema tubuni, kwa maana ufalme mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Asifiwe Mwokozi Yesu. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaelewa. Narudia tena, wapendwa, naomba kila mtu aelewe, kusema mimi ni wa Kristo, kusema mimi ni wa Kristo, mimi tayari, mimi ni wa kwake, mimi ni wa ufalme wa Mungu, ni kuacha uongozi, ni kuacha kujitawala, ni kuacha kujiamulia mwenyewe na kuuliza kila kitu kwake. Kama haijafikia hapa, bado hatuko chini ya utawala wake. Kwa sababu kama ni hivyo, kama sitosema ni wa Tanzania na tuna rais, alafu anazungumza, anatoa maagizo, alafu hatuwezi kutekeleza, ama tutasema sisi ni watu wa Uganda, alafu anatoa maagizo rais wa nchi, alafu hatutekelezi, sisi ni kusema nini? Sisi ni waasi. Ndivyo ilivyo, sisi ni waasi, na dhambi ni uasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilizeni, watu wengi ukisema kuhusu dhambi, watu wanachukulia au wanadhani kwamba dhambi ni zinaa, ni wizi na nini na nini. Lakini kuto kuyatii maagizo ya Mungu ni dhambi 100%, ni kuongeza na 50 ya bonus. Yesu asifiwe sana. Ni dhambi kabisa. So ni muhimu tukaelewa, tusijichukulie tukiwepesi. Narudia tena, maana nilishasema, nirudia tena kusema hivi kwamba mwanadamu hajawahi kuumbwa awe huru. Either under God's instruction or direction, ama vinginevyo. Hakuna mwanadamu hajawahi kuumbiwa uhuru hata siku moja. Ngoja niseme, mwanadamu hajawahi kuumbiwa uhuru, kwa sababu mwanadamu ni mambo mawili: either awe chini ya uongozi wa Mungu ama chini ya uongozi wa shetani. Hajawahi kujitawala mwenyewe akakaa. Haiwezekani hiyo kitu. Haipo hiyo biashara. Kwenye ulimwengu wa roho kuna Mungu na kuna Ibilisi. So ukitoka kwa Mungu unaingia kwa shetani. Maana kama wewe si wa ufalme wa Mungu, wewe ni wa ufalme wa giza. Ndivyo ilivyo. Yaani hakunaga no man's land. Umekaa pale katikati. Hakunaga hiyo biashara. Hakunaga hiyo kitu. Mungu hivi ndivyo, hizi ni kanuni kabisa. Ndio maana Yesu anawaambia hapana, kwenye kuomba kwenu kipaumbele kimojawapo iwe ni kwamba ufalme wako uje ili tutawaliwe na wewe. Maana kama hatujatawaliwa na wewe, hatuko chini ya ufalme wako. Kama hatujatawaliwa na Mungu, kama tuongozwe na yeye, maana yake hatuko chini ya ufalme wake. Na kama hatuko chini ya ufalme wake, tunaitarajia mbingu kutoka? Atusaidie Mwokozi Yesu. So ni muhimu sana tukapata kuelewa vizuri katika jina la Yesu. Na Mungu atupe hii neema. Mungu akupe hii neema, Mungu anipe hii neema, tukapate kuelewa vizuri na tuishi kile ambacho yeye anakitaka. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi. So this is very important, my brother and my sister. Yes, this is very important to know and to understand it and to live it. Hallelujah. 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 Yes, it is very important to do it. Yes, to seek the face of the Lord, to seek his presence, to seek his kingdom. Hallelujah. Yes. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Acha tukasome maneno ya Mungu. Kitabu cha kitabu cha Numbers, Hesabu, sura ya 9, tuanzie mstari wa 8, mstari wa 8 kuendelea pale, lakini tukianzia nafikiri mstari wa 8
Tuanzie 6 ili ipate kueleweka vizuri. Neno la Mungu nasema hivi: basi kulikuwako watu waume kadha wa kadha waliokuwa na unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu, hata wasiweze kuishika Pasaka siku hiyo. Nataka ushike vizuri hiki kitu. Haleluya sana. Nao wakaenda mbele ya Musa na Haruni siku hiyo. Hao watu wakamwambia, sisi tu hali ya unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu, nasi tumezuiwa kwa nini hata tusipate kumtolea Bwana matoleo kwa wakati wake ulioagizwa kati ya wana wa Israeli? Musa akawaambia. Musa anatoa majibu. Haleluya. Na majibu ya Musa ninayopenda sana. Musa alikuwa ndiye nabii, alikuwa ndiye kiongozi. He was a supreme leader. Yes, before Israel. Alikuwa yuko mbele yao, alikuwa ndiye kiongozi mkuu before Jews. Lakini angalia kitu anasema hapa. Angeweza kutoa maamuzi yake, lakini unajua, no, I am not the top. I am not the top. Oh, yuko top ambaye ni Mungu. Kwa hiyo nataka niulize kwake. Yaani kitu naipenda sana. Kwa sababu gani? Hakuna mahali hapa hakufanya kwa uzoefu. Hapa hakufanya kulingana na vile anavyoona. No, alifanya kulingana na vile ambavyo anaelewa kwamba mambo hayatakiwi kuwa hivyo. Asifiwe Yesu. Anajua kabisa kwamba yeye sio msemaji wa mwisho. Yeye sio msemaji wa mwisho, sio kio. Yaani sio kwamba yeye ndiye mwenye maamuzi ya mwisho, kwa sababu safari ile sio yake. Naomba uelewe my brother. Kwa nini tunahitaji kuuliza Mungu? Kwa nini tunahitaji kuongozwa na Mungu? Just because hii safari ya maisha si yetu, si mali yetu. Yuko aliyetupea, na aliyetupea ni Mungu. So in every step of our life we have to ask him. Yes, lazima tumuulize, tupe maelekezo, kwa sababu hii safari si yetu, na anayejua ni yeye, na kama yeye ndiye anaijua, na tumuulize kila kitu. Tusifike mahali pa kukwama ndo tukamrudia. Wambeti mpaka tushindwe jambo fulani ndo tunamrudia yeye. Hapana, tunaenda kwenye maelekezo yake kila wakati. Yesu asifiwe. Ndio maana ya kuturudisha uweponi mwake. Ndio maana ya kuturudisha uweponi, si vinginevyo. Haleluya sana. Bwana Yesu asifiwe. So Musa anajua hii safari sio yangu, na mahali ninakopeleka watu sio kwangu, si shamba wangu, si nchi yangu, hiyo ni ya Mungu mwenyewe. Na kwa sababu hiyo lazima nimuulize atoe maelekezo. Asifiwe Yesu. So Musa akawaambia, ngojeni hapo hata nipate sikiza Bwana atakaloniagiza juu yenu. Na Mungu ni mwaminifu. Musa alipoenda kuuliza pale, anapewa maelekezo vizuri kabisa. Anaambiwa vizuri kabisa. Ninachotaka sana uone pale ni kwamba Musa alishapata maelekezo kuhusu Pasaka. Pengine angeweza kujibu tu ili mradi, lakini hapana. Anawaambia, naombeni mkae hapo msubiri mpaka Bwana anipe majibu. Nikishapewa majibu nitawapa ninyi, ndio nitajua nawaambia nini. Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo nataka ushike vizuri na uelewe kwamba Musa, pamoja na kwamba alimsikia Mungu mara nyingi, imagine my brother, amekaa na Mungu facing God. Yes, 40 days yuko in the presence, hakuna kula wala kufanya. Amekaa na Mungu face to face. Biblia inasema Mungu anaeleza mwenyewe uso kwa uso. Amekaa na Mungu, Musa amekaa na Mungu pale, alafu siku zote amekaa, alafu anakuja kwenye swali ambalo pengine tungeliita dogo. Anamwambia, subirini mpaka nitafute maelekezo kwa Mungu. Mara nyingi mambo ambayo unakutana nayo, wewe unayatatuaje? Unaamua mwenyewe au unauliza kwake? Au kwa sababu unaona hilo unaliweza, liko ndani ya degree yako, hilo liko ndani ya masters yako, hilo liko ndani ya theology yako, mlifundishwa chuoni, kwenye theology mlifundishwa. Kwa hiyo una namna ya kujibu, si ndio? Nauliza kwa sababu hilo liko ndani ya udaktari wako, hilo liko ndani ya kitu fulani, hilo liko ndani ya taaluma yako, hilo liko ndani ya theology yako, kwamba tulifundishwa chuoni waga mambo yanaendaga hivi, ulifundishwa, si ndio? Ndivyo. Kwa huna haja ya kuuliza. Lakini nataka nikuulize, hiyo nafasi nani imekupatia? Na hii safari unaishi duniani ni ya nani? Question yourself, brother. Yesu asifiwe. So muhimu sana kushika hii. Naomba tuendelee pale. Naomba nisisitize sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uelewe jambo hili vizuri kabisa, kwamba Mungu
hakuwahi kuweka mwanadamu afanye vile anavyotaka. Naomba hii uishike vizuri. Sikiliza. Mwanadamu ni either Biblia inaeleza vizuri kabisa kwamba naye alitukomboa kwenye kitabu. Ngoja tusome hii kitabu hapa. Acha tuisome hii Wakolosai. Colossians. Acha tuisome hii kitabu. Kuna jambo nataka uone hapa katika jina la Yesu. Mungu akupe neema. Mungu atupe neema wote katika jina lenye nguvu la Yesu. Hallelujah, hallelujah sana. Yes. In the name of Jesus. Colossians chapter 1 verses 13. Hallelujah. And then Bible says sikia vizuri. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Baada ya kutuokoa katika nguvu za giza, baada ya kuwa ametuokoa, Biblia inasema kwanza alituokoa katika nguvu za nini? Za giza. Kwa lugha nyingine, chini ya utawala wa giza, chini ya ufalme wa giza. Alitutoa kule, akatutoa. Yesu asifiwe. Sio tulitoka, alitutoa yeye mwenyewe. Alitutoa mwenyewe kwa mkono wenye nguvu, kwa mkono wake ulionyosha, akatutoa kwenye ufalme wa giza. Haleluya sana. Biblia inasema alipotutoa katika nguvu za giza, hakutuacha hapo tu. Biblia inasema akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Alipotuokoa hakutuacha hapa katikati. No, Biblia inasema alipotuleta hapa, alituhamisha akatupeleka mpaka ndani ya ufalme wa mwana wa pendo lake. Hakutuacha hewani kwa hiyo tujiongoze. Hakutuacha wenyewe, alitutoa kule akatuingiza ndani ya ufalme. Kwa hiyo kusema nini? From the kingdom to the kingdom, from darkness to the light. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu ametolewa kwenye ufalme wa giza, anaingiza kwenye ufalme, kutoka kwenye utawala mpaka utawala, na si vinginevyo. So uhuru tulionao ni wa kutoka kwenye vifungo vya giza, sio wa kujiongoza. Ngoja niseme tena. Yesu alisema, nanyi mtaijua kweli, mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Naomba uelewe, uhuru tulionao ni wa kutoka vifungo vya giza, si wa kujiongoza wenyewe. Hapana. Uhuru tulionao ni wa kutoka kwenye nguvu za giza, lakini huku kwenye maelekezo, namna ya kuenenda, namna ya kutenda, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Tunahitaji maongozi ya Mungu. Atusaidie Mwokozi Yesu. Hii naomba ushike vizuri kabisa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alituokoa. Ngoja tusome tena hapa kwenye Wagalatia. Kuna neno hapa. Wagalatia. Kwa Wagalatia hapa sura ni sura ya 5 mstari wa 13. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikia nani? Kwa pendo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na tutaka sana uelewe, tuliitwa ili tupate uhuru, lakini uhuru wetu tusifuate akili zetu. Uhuru wetu, lakini tusifuate nini? Akili zetu. Ni kweli tumeitwa tupate uhuru, lakini kwenye huo uhuru ni wa kutoka kwenye nguvu za giza. Jamani, tumetolewa kwenye ufalme wa dhambi, kwenye utawala, kwenye ufalme wa giza, kwenye kuitumikia nini? Utumwa wa dhambi. Tumetolewa kwenye utumwa wa dhambi, hatujawekwa tuwe mahuru. Tumetolewa kule kwenye kuitumikia dhambi, tumeletwa kuitumikia haki. So kutoka kwenye utumwa mpaka kwenye utumishi. Yesu asifiwe. Mwanadamu hakuwekwa awe huru bro. Dada yangu, hakuwekwa awe huru kwamba unajiamulia. Huo huru umeutoa wapi wewe? Wakufanya unataka umetoa wapi? Na kuuliza. Nafasi yako ya uchungaji ndio unafanya unavyotaka. Nafasi yako si unajiita nabii ndio unafanya unavyotaka. Hapana. Maana ya Mungu kuwa ndiye
maana ya Mungu kuwa ndiye Mwokozi, ndiye mfalme. Huo Bwana unatoka wapi? Uko wapi sasa kama unajiongoza mwenyewe? Uko wapi huo Bwana? Yesu anakuaje Bwana kama hana nafasi ya kuongoza maisha yetu? Mnijibu. Nawasubiria mnijibu. Nawauliza wanaume na wanawake, nauliza Yesu anakuaje Bwana? Wewe Bwana wake uko wapi kwenye maisha yetu kama tunajiongoza wenyewe, kama tunajiamulia wenyewe tunavyotaka? Alafu tukienda kule, tukishamua tukienda kikiumana, tunarudi kwake kwa machozi na kugaragara chini. Sasa tulifanya wenyewe. Tulifanya wenyewe na madhara ya kufanya mwenyewe yapo. Yesu atusaidie sana. Madhara yake yapo. Wao wapendwa, kama tumeletwa na tumekubali kabisa tumeokolewa, lazima tuishi ndani ya uongozi wake, maana ubwana wake hauna maana kama hana nafasi ya kuongoza maisha yetu. Ubwana wake uko wapi? Hakuna maana. Tunamuita Bwana kwa jina tu. Moja kati ya heshima yetu kwake ni kumuuliza kila kitu. Kila kitu. Ndio, nisikilize, wewe ni mume, umeoa mke, alafu yule mwanamke anajiamulia, anafanya anapotaka kwa sababu ana hela zake na kuuliza na kuheshimu, na wewe utapenda hiyo hali? Tusimuite Bwana kwa jina. Naomba uelewe. Acha nisisitize kitu. Tusimuite Bwana kwa jina. Tumuite Bwana kwa matendo. Maana yake anaongoza maisha yetu. Kama haongozi maisha yetu, tunamuita Bwana bure. Naomba nimalizie kusema hivi asubuhi leo, na uelewe vizuri. Sikia vizuri. Sawa? Naomba usikie vizuri. Yesu hafurahishwi na utumishi wetu. Kwa niseme tena, au Yesu hajivunii utumishi wetu. Yesu anajivunia kutumiliki. Ndio maana dereva wa gari ya rais anaendesha gari ya rais kweli, lakini ni ya bilioni kadhaa ile gari. Inawezekana ni ya bilioni 1 ama ni milioni 800 ama vinginevyo unavyojua. Au anaendesha gari ya mkurugenzi milioni 300 mpaka 500. Anaendesha hiyo gari. Anaiendesha hiyo gari, ni ofisi. Yeye ndiye dereva, anaiendesha. Lakini nakuuliza, unafikiri anajivunia ile gari kwa sababu anaiendesha? No. Ndio maana unaweza ukawa unaendesha gari ni ya milioni nyingi tu za kutosha kabisa, alafu unaiendesha barabarani, unaiendesha vizuri kabisa, lakini hujivunii, maana ni ya kuwazima. Ni ya kufanyaje? Ni ya kuwazima. Mtu anaendesha gari ya milioni 200, alafu anajivunia Corolla yake ya milioni 3. Kwa sababu gani? Mtu anajivuniaga anachomiliki, sio anachotumia. Ngoja niseme tena. Mtu anajivunia anachomiliki, sio anachotumia. So Yesu hajivunii kutumikiwa na sisi, anajivunia kutumiliki. Kama unadhani anajivunia utumishi wako, umekosea. Anajivunia kukumiliki wewe. Kama hakumiliki wewe, hata ungetumika kiasi gani cha kuleta moto duniani kutoka mbinguni, haina maana. Maana yeye hajivunii kinachomtumikia, anajivunia anachomiliki. Kila mtu. Ndio maana unaendesha gari ya hela nyingi ya kuwazima, unajivunia baiskeli ya 70,000 kwa sababu ndio yako. Mtu anajivuniaga chake bro. Mtu anajivuniaga chake dadangu. Yes. In the name of Jesus. Father, this morning we thank you. Asante kwa maneno yako. Asante Bwana Yesu kwa vile ambavyo umeendelea kuzungumza nasi kwa namna ya pekee sana. Asante Bwana Yesu. Unastahili utukufu. Sifa, heshima na dhama ni za kwako. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakutukuza sana. Tunakuinua sana. Tunasema asante Bwana. Baba asante katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo mfalme wetu, unataka sana Bwana Baba kwamba turudi katika maelekezo yako, tuishi kwa maelekezo yako. Tunakushukuru Mungu. Tunaomba neema yako Bwana Yesu na iwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tunakutukuza, Baba tunakuadhimisha asubuhi ya leo Bwana, tunakupa sifa na heshima. Unastahili pekee Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai.
Father, we glorify your holy name. My brother, just pray for your life. Hebu jiombee, hebu ombea maisha yako. Muombe Mungu akupe neema, muombe Mungu akupe neema, muombe Mungu akuwezeshe, muombe Mungu akupe neema ya kurejea katika unyenyekevu na kuishi katika maelekezo yake, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, asubuhi ya leo tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu Bwana. Wako watu ambao Bwana mabwana sahi wanaomba mahali Bwana, katika jina la Yesu naomba Roho Mtakatifu Bwana uliye kiongozi, mwalimu, mwamba na nguvu zetu, mfalme, tunakuomba neema yako Bwana mabwana, Mungu mtakatifu na iwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Baba nakuomba ukawezeshe watu wako Bwana. Naomba Mungu mtakatifu Bwana wangu ukaonekane Mungu mtakatifu Bwana wangu, nakusihi Baba, tutengeneze mfalme vile unataka, vile unaona ni vyema, vile unaona inafaa Bwana. Baba ukatutengeneze hivyo mfalme, ili kwamba ukapata kuinuliwa Bwana, ukahimidiwa, ukapewa sifa, utukufu, heshima na dhama kwa sababu ya maisha yetu duniani Bwana. Nakuomba ukatutengeneze mfalme, tukawe kile ambacho ulikitaka Bwana. Tutengeneze mfalme utukufu, tuwe kile ambacho wewe ulitaka, tuwe kile ambacho wewe ulikidhamiria Bwana, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba kwamba Mungu mtakatifu neema yako Bwana na iwe pamoja nasi Bwana. Tutengeneze Yesu, tufinyange, tuondolee kabisa Bwana kila kitu ambacho hakikupendezwe Mungu mtakatifu Bwana wangu na baba yangu, in the name of Jesus. Na kuomba Bwana ukaondoe Yesu, tengeneza, umba jambo jipya ndani yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rakaboshikitima. Haleluya Bwana Yesu, ninakuomba neema yako Bwana mabwana, ragadima handaraba shekeri ndarabu, kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu naomba Bwana ukafanye matengenezo ndani yetu, fanya matengenezo ndani yetu Bwana, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana ukapate kutamalaki, ukapate kutawala maisha yetu Bwana. Tutengeneze vile unapenda, vile unataka Bwana, kile ambacho kwa ajili hicho ulikufa msalabani Bwana, kwa ajili ya kuokoa mfano wa utukufu. Ninakuomba Bwana, wakati, saa, dakika, majira na sekunde hizi Bwana, ninakuomba Bwana mabwana kwamba mtakatifu Mungu wetu na baba yetu Bwana mabwana, neema yako na iwe pamoja nasi wakati huu Bwana. Tunaomba Bwana mabwana ukatutengeneze mfalme. Inawezekana kuna mahali ambako hatutendi, hatuenendi utakavyo. Yesu nakuomba Bwana ukafanya mageuzi, fanya mapinduzi Bwana, fanya mageuzi ndani yetu mfalme. Bwana ukalete mageuzi makubwa mfalme wetu. Tunakuomba Bwana ukatutengeneze mfalme, tukapate kwa kila ambacho ulikitaka Bwana. Tuwe matokeo halisi ya kazi ya msalaba, tukawe Bwana matokeo yale ambayo Bwana unayataka Mungu mtakatifu. Nakuomba Bwana Yesu tutengeneze mfalme, tupe neema Bwana ya kuishi utakavyo, upendavyo na unavyofurahia kwa jina la Yesu. Tupe kwa kila ambacho ulikitaka Bwana, tupe kwa kila ambacho kinakufurahisha, tupe kwa kila ambacho kwa ajili ya hicho Bwana mabwana ulikufa msalabani. Ninakuomba mtakatifu Mungu wangu, baba yangu, mwamba wangu na nguvu zangu, ya kwamba Bwana mabwana ukafanya matengenezo makubwa ndani yetu katika jina lenye thamani kubwa sana na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu, baba yangu, mwamba wangu na nguvu zangu, ninakuomba Bwana katika majira, wakati, sana, dakika hizi Bwana, kwamba mtakatifu Mungu wetu na baba yetu Bwana ukatamalaki ndani yetu, tufanyie matengenezo Bwana, wanaume kwa wanawake mfalme. Baba tunakuomba ukatutengeneze Bwana, tukatokea walisi la kazi ya msalaba Bwana, tukatokea walisi la kazi ya msalaba. Mungu mtakatifu nakuomba Baba ukatutengeneze, ukatufinyange vile unataka kwa jina takatifu la Kristo Yesu Mwokozi. Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu Jehova, Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba sana Mungu mtakatifu Bwana wangu Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana mabwana, mimi nakuomba sana kwamba mfalme mtakatifu Mungu wetu na baba yetu, naomba Bwana ukafanye matengenezo, tufanyie matengenezo Bwana, toka kila ambacho wewe ulikitaka Bwana, kila ambacho Yesu ulikubali kufa msalabani kwa ajili yake. Tutengeneze Bwana, tukawe matokeo kazi ya msalaba mfalme. Bwana wangu tutengeneze katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba Mungu mtakatifu ukatende hivyo kwa utukufu wa jina lako Mungu wetu na baba yetu, katika jina la Yesu. Bwana mabwana, Mungu mwaminifu, mtakatifu, Mungu wa Israeli, wewe uketie mahali pa juu palipoinuka Baba, ninakuomba ukatutengeneze mfalme Bwana, finyanga vile utakavyo katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana Mungu mwenye haki, ya kwamba Bwana mabwana, kwa kuwa ni Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu sana Bwana, uketie patakatifu mno. Ninakuomba Bwana kwamba ukatimize Yesu, tupe kuwa furaha yako Bwana mabwana. Baba nakuomba ukatupe kuwa furaha yako mfalme wetu, tupe kuwa furaha ya moyo wako Bwana, tukawe shangwe ya moyo wako Bwana. Moyo wako ukashangilie kwa sababu ya kutuweka duniani, kwa sababu umetuweka duniani Bwana. Moyo wako ukasikie kushangilia, moyo wako wala usijute Bwana, kwa sababu umetuokoa. Lakini Bwana moyo wako ukafurahia, ukashangilie Bwana ya kwamba umetuokoa, katika jina la uweza, mamlaka, nguvu na utukufu mwingi sana la Yesu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, mimi nakuomba sana
kwamba mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, Bwana mabwana, ukatutengeneze mwenye haki. Mungu wetu na Baba, na kuomba Bwana ukatuondolee kabisa kila jambo ambalo halikupendezi wewe Yesu Mwokozi, na kuomba Bwana ukatuondolee katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana mabwana, tunaomba Bwana ukatufanyie matengenezo. Yesu, ukafurahishwe na kuwepo kwetu duniani. Baba, tupe kuwa furaha yako ukatupe kuwa furaha yako Bwana, tupe kuwa shangwe ya moyo wako mfalme wetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yetu na Mungu wetu, na kuomba Bwana ukatutengeneze. Nakuomba Bwana kwa ajili ya watu ambao wako na mahitaji mbalimbali, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana, kuna walio wagonjwa, ninakuomba Mungu mtakatifu, nyosha mkono wako wenye nguvu, uweza, mamlaka au tukufu, na kuomba Bwana ukawaguse na kuwaponya, waondolee kabisa Bwana kila changamoto, waondolee kabisa Bwana kila maumivu na kila mahali ambako wamekuwa wanaumwa kwenye miili yao Bwana. Wengine ni mifupa kwenye miguu, wengine ni mifupa Bwana kwenye maeneo mengine ya mwili, kwa jina la Yesu. Yesu, nakuomba Bwana ukaguse ile mifupa, ukaigange, ukaiponye, maana najua una uwezo. Na kuomba ukawaguse mahali walipo saa hii, kwa jina la Yesu, wakapokea uzima katika mifupa yao. Maana Bwana umesema kukucha Bwana itakuwa afya, itakuwa afya mifupani mwetu, itakuwa ni mafuta. Kwa jina la Yesu naomba uzima wako uingie ndani yao katika jina lenye thamani la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana, wako wengine ambao wako na changamoto zingine, Baba ninakuomba ukaonekane, dhihirika kwao mfalme. Bwana, ukiwagusa na kuwaponya wewe mwenye changamoto kwenye taya, Yesu naomba ukamguse, ukamponye katika jina la Yesu. Lakini Bwana, wako ambao wamefanywa operation, wana maumivu bado, Yesu naomba ukawaguse mahali walipo, wengine bado wako hospitali, naomba ukawaguse na kuwaponya katika jina la Yesu. Wewe mwana Mungu aliye hai, Bwana, wako ambao wako mbele zako wakati huu wanakuomba uponyaji, naomba Bwana ukawaponye kwa jina la Yesu. Wengine wana shida kwenye kifua, naomba Bwana ukaganga, ukaponye. Wengine wana shida kwenye moyo, Bwana Yesu nakuomba ukawaponye. Wengine wana tatizo la vidonda vya tumbo, Yesu nakuomba ponya hiyo answers isiwepo ndani yao. Naomba uzima wako na uingie ndani yako, na uingie ndani yao kwa jina la Yesu, wakapone, wakapokea uzima kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana kuomba nyamazisha vile vidonda, nyamazisha Bwana yale mateso ambayo wamekuwa wanapata. Yesu naomba ukawaponye nayo, waponye Bwana. Wengine wanahitaji watoto, naomba wakumbuke, wape watoto wa kiume na wa kike, wape uzao Bwana kwa jina la Yesu. Wakumbuke mwaka wa mwaka ushuhuda kwao, Yesu nakuomba wakumbuke, Yesu nakuomba wakumbuke Bwana kwa jina la Yesu. Nakuomba Bwana Yesu, naomba Bwana mabwana kwamba ukawakumbuke katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliye mtakatifu sana Bwana wangu, Baba nakuomba mfalme ukatende Bwana. Nakuomba Mungu mtakatifu Bwana wangu, nakusihi ukaonekanie watu wako, naomba Bwana wapatie uzao katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, na wako wengine wanasoma, Yesu naomba Bwana ukawape neema ya kufanya vizuri kwenye masomo yao. Wengine wako vioni, wengine wako sekondari, na wengine Bwana wako msingi, shule za msingi. Yesu nakuomba ukawatokee huko, waonekanie kwa jina la Yesu. Wengine wana mitihani ya form 4, wengine wana mitihani ya form 2, wengine Bwana mitihani ya darasa la 7, wengine wana mitihani ya darasa la 4. Yesu naomba ukawatokee, wapiganie, watetee. Wengine wana mitihani ya kumaliza vyuo, Baba nakuomba neema yako na iwe juu yao, wape kufanya vizuri, wape kufanikiwa, kwa kuwa pekee hawataweza, wanakuhitaji wewe. Naomba Bwana ukawatokee. Bwana wangu naomba ukafanya njia. Wengine wana changamoto kwenye uchumi wao, watetee watu wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba ninakutukuza kwa kuwa utawatetea watu wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye. Endelea kuomba kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba